tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Ninatamani sana nitabaki sehemu A. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ndio somo ambalo nimetamani leo tunapoanza siku hii ya leo, Mungu tusaidie tupate kutafakari somo hili. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hili somo ambalo linakuja kwetu siku hii. Mtumishi wa Mungu huyu aliongozwa na Roho wa Bwana anapoandika waraka huu, analileta neno hili kwetu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, yani wote, amejumlisha wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, yani wote. Amani ni nini? Amani ni ile hali ya kutokuwepo mivutano au migogoro kati ya mtu na mtu. Amani, kutokuwepo kwa mivutano ama mgogoro kati ya mtu na mtu. Kuna utulivu, kuna amani, hakuna mvutano, kuna mgogoro na fulani, kuna amani, kuna utulivu, kuna amani. Lakini amani pia ni ile hali ya kuwepo kwa utulivu ndani ya nafsi. Kuwa na utulivu ndani ya nafsi yako mwenyewe, nafsi yako mwenyewe, kuna utulivu, unao utulivu. Hiyo ni amani. Kuna amani moyoni mwako, ndani ya nafsi yako. Lakini pia nimesema kuna mgogoro, kuna mvutano na unaokuzunguka. Uwe mahali pa kazi, uwe kwenye familia yako, popote pale, au unapofanyia shughuli zako binafsi za kibiashara na nini, una amani na wanaokuzunguka. Hiyo inaitwa amani. Kuna mivutano na sehemu ya